Leo tunaingia kwenye kisa kimoja cha kipekee sana kutoka kwenye Qur'ani tukufu. Ni kisa cha moto, kisa cha mgogoro mkali ndani ya familia, na zaidi ya yote ni kisa cha hukumu ya kiungu ambayo haikwepeki. Pop! Hivyo ndivyo sura hii inavyoanza. Kwa kishindo, kwa hukumu kali. Maneno haya peke yake yanazua maswali mengi. Yalitokea wapi haya? Sasa, maswali muhimu ni haya. Hawa watu, Abu Lahab na mke wake, walikuwa ni akina nani hasa? Na ni makosa gani makubwa walioyafanya hadi Mwenyezi Mungu mwenyewe awataje kwa majina na kuwahukumu ndani ya kitabu kitakatifu? Hebu tuanze safari yetu kutafuta majibu. Okay, ili kuelewa haya yote lazima turudi mwanzo kabisa. Tunarudi kwenye tukio lile muhimu ambapo Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, alifanya wito wake wa kwanza kabisa kwa watu wake hadharani. Hebu fikiria kidogo. Alfajiri tulivu huko Maka. Watu wanaanza shughuli zao, halafu wanamwona mtu anapanda juu ya kilima cha Safa na kuanza kuita. Kawaida hii ilimaanisha jambo moja tu: kuna hatari kubwa au tangazo la muhimu sana. Basi kila mtu aliacha alichokuwa anafanya na kukusanyika. Sasa kilichotokea pale mlimani kilikuwa kama hatua 5 za tukio kubwa. Kwanza, wito ulitolewa. Pili, watu wakakusanyika. 3, akawauliza swali muhimu sana la kuaminiana. 4, akawapa ujumbe. Na 5, hapo ndipo mambo yalipobadilika ghafla kwa laana iliyotamkwa. Unajua, hili lilikuwa swali la kijanja sana. Hakuwahi kuanza na niaminini mimi ni mtume. Hapana, alianza na swali linalohusu tabia yake, swali ambalo jibu lake walilijua vizuri sana. Alikuwa anawapima, na jibu lao halikuwa na labda wala lakini. Ilikuwa ni ndio ya pamoja, yenye uhakika. Walimkubali 100%. Hii inaonyesha heshima na uaminifu aliokuwa nao kabla hata ya kuwapa ujumbe wa unabii. Lakini punde tu alipowasilisha ujumbe wake halisi, ujumbe wa kumwabudu Mungu mmoja, ghafla hewa ikabadilika. Sauti moja ya chuki na dharau ikapasua ukimya. Na cha kushtua zaidi, sauti hii haikutoka kwa adui wa mbali, ilitoka kwa damu yake mwenyewe, mjomba wake Abu Lahab. Basi hapa ndipo tunapopata somo la kwanza na la kuumiza. Upinzani mkali zaidi, chuki kali zaidi, haikutoka kwa mgeni, ilitoka ndani ya familia. Hii inafanya kisa hiki kuwa cha uchungu zaidi. Na lile tukio la mlimani halikuwa mwisho. Hapana, lilikuwa ndio mwanzo tu wa kampeni ndefu na ya kikatili ya Abu Lahab dhidi ya mpwa wake. Sasa hapa hatuzungumzii upinzani wa hoja tu. Hii ilikuwa ni kampeni chafu kabisa. Alikuwa akimfuata mtume popote aendapo, iwe sokoni au kwenye mikusanyiko, na kupiga kelele, watu msimsikilize huyu, ni muongo, ni mwenda wazimu. Na kama hiyo haitoshi, mke wake Jamil alikuwa anachochea moto huo wa chuki kila siku. Lakini kama hiyo haitoshi, walifanya jambo ambalo linavunja moyo kwelikweli. Walitumia ndoa za watoto wao kama silaha. Waliwaamuru watoto wao wawili wawape talaka binti za mtume ili kumuumiza na kumdhalilisha. Waligeuza mahusiano ya kifamilia kuwa uwanja wa vita. Na huu ukatili wote haukuwa jambo la wiki moja au mwezi mmoja. Tunazungumzia miaka 10 mizima. Kwa muongo mzima, mtume alikuwa anavumilia mateso haya ya kimwili na kisaikolojia. Ni baada ya miaka hii 10 ndipo Mungu alipoingilia kati kwa sura hii. Sawa, sasa baada ya kuelewa muktadha wote huo, hebu sasa tuingie kwenye sura yenyewe, aya kwa aya, na tuone jinsi Mungu alivyojibu kampeni hii ya ukatili. Aya ya kwanza inasema, zimeangamia mikono ya baba wa moto. Unajua, kuangamia mikono ni msemo mzito sana. Haimaanishi tu viganja vyake. Inamaanisha mipango yake yote, nguvu zake, ushawishi wake, kila kitu alichokijenga kwa mikono yake kimebomoka, kimemalizika. Hii aya ya pili sasa ilikuwa ni kama dongo la moja kwa moja kwake. Abu Lahab
alikuwa mtu tajiri sana na mwenye kiburi. Alikuwa akijigamba, kama huyu Muhammad anasema kweli kuhusu moto, mimi nitajinunulia njia ya kutokea kwa mali yangu. Mungu anamjibu moja kwa moja, mali yako haitakusaidia hata kidogo. Na hapa hakuna mafumbo. Mungu anaweka wazi kabisa hatima yake ya akhera. Ni unabii wa wazi, usio na shaka, wa adhabu inayomsubiri. Lakini adhabu haikuishia kwake. Sasa Mungu anamgeukia mshirika wake mkuu katika uhalifu, mke wake Jamil. Na adhabu yake ina maelezo ya ajabu sana. Yaani, hebu ona hii haki ya ajabu. Adhabu yake ni kioo cha matendo yake. Hapa duniani alikuwa akizunguka akichochea fitna, akibeba kuni za umbea na chuki ili kuwasha moto wa ugomvi. Basi huko akhera atabeba kuni halisi za kuongeza kwenye moto unaomchoma yeye mwenyewe. Na aya ya mwisho hii sasa inakamilisha picha kwa namna ya kushangaza. Inaelezea aina ya kamba itakayokuwa imefungwa shingoni mwake. Hii siyo kamba ya kawaida. Na hapa ndipo tunapata kilele cha haki ya kishairi. Jamil alikuwa anajivunia sana mkufu wake wa thamani. Alikuwa akitangaza kwa kiburi, nitauza mkufu huu ili nipate pesa za kupambana na Muhammad. Sasa Mungu anasema, sawa, huo mkufu uliokuwa ishara ya kiburi chako utabadilishwa. Badala yake, shingo yako itafungwa kitanzi cha makumbi makavu, kamba mbaya na yenye maumivu makali. Yaani, alama ya utajiri wake inageuka kuwa chumbo cha adhabu yake. Sawa, kisa hiki kilitokea zamani sana. Lakini swali ni, je, kinatufundisha nini sisi leo? Kuna masomo gani tunaweza kuyapata kutoka kwa Abu Lahab na mkewe? Hapa ndipo kisa hiki kinatugonga moja kwa moja. Fikiria hivi, Jamil alikuwa mchochezi. Kazi yake ilikuwa ni kuongeza kuni kwenye moto wa chuki. Sasa jiulize, katika maisha yetu, mara ngapi tunafanya hivi? Unaposikia umbea na badala ya kuuzima unauliza, haya, niambie zaidi. Hapo unabeba kuni. Unapomwona rafiki yako ana hasira na badala ya kumtuliza unamwambia kweli, mkomeshe. Hapo unabeba kuni. Na hili ndilo swali ambalo nataka tukuache nalo. Swali la kujiangalia sisi wenyewe katika mazungumzo yetu, kwenye familia zetu na marafiki zetu. Je, sisi ni watu wanaozima moto wa ugomvi, chuki na hasira? Au bila kujua tunakuwa wachukuzi wa kuni, tunaoweka mafuta kwenye moto na kuhakikisha unaendelea kuwaka? Kisa hiki kinatuonya kuwa jukumu la mchochezi lina matokeo yake mabaya.